Idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na mafuriko makubwa nchini Indonesia imefikia 712 huku zaidi ya watu 500 wakiwa hawajulikani walipo. Taarifa hizi zimetolewa na wakala wa kitaifa wa usimamizi wa maafa BNPB, ambao pia wameeleza kuwa takriban watu milioni 1.1 wameathiriwa na mafuriko hayo katika majimbo matatu ya kisiwa cha Sumatra. Kwa mujibu wa mamlaka, mafuriko hayo yaliyosababishwa na mvua kubwa yanatajwa kuwa miongoni mwa majanga mabaya zaidi kuwahi kuikumba nchi hiyo katika miaka ya hivi karibuni. Barabara zimekatika, madaraja yameanguka na vijiji kadhaa vimekatiwa mawasiliano, jambo lililofanya jukumu la waokoaji kuwa gumu zaidi. Vikosi vya uokoaji vimekuwa vikihangaika kufika maeneo yenye uharibifu mkubwa ambako nyumba zimemezwa na maji na wakazi wamelazimika kukimbilia maeneo ya juu. Baadhi ya vijiji vimeripotiwa kufunikwa kabisa na mafuriko baada ya mito kuvunja kingo zake. Akihutubia taifa Jumatatu, Rais wa Indonesia Prabowo Subianto alisema serikali imekuwa ikifanya juhudi za hali ya juu kuhakikisha uokoaji na misaada inawafikia waathiriwa wote. Alisisitiza kuwa operesheni zinaendelea bila kusita na kwamba hali mbaya zaidi imepita, tumaini lao ni kwamba mambo yatulie. Pamoja na changamoto hizo, serikali imeanza kugawa misaada ya dharura ikiwemo chakula, dawa, maji safi na malazi ya muda. Wataalamu wa tathmini ya maafa pia wametumwa kubaini kiwango cha uharibifu na mahitaji ya muda mrefu ya wahanga. Kwa sasa mamlaka za Indonesia zinatoa wito kwa jamii za maeneo ya hatari kuhamia sehemu salama ili kuepusha maafa zaidi, huku juhudi za kuwatafuta waliopotea zikiendelea.